Salamu zetu zikufikie mahali kote ambako ulipo mpenzi msikilizaji wetu, na tunatumia fursa hii kusema karibu sana kwenye kipindi chetu cha habari na kwenye redio yetu. Na kwa siku ya leo tutaweza kuletea taarifa mbalimbali tukiwa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na habari hizo zinakazia zaidi mashariki mwake ambako vita, hali ya usalama, hali za kiuchumi na hali za kiafya zinaendelea kuzorota siku baada ya siku, na tutaweza kukuunganisha na habari zingine kutoka pande mbalimbali za ukanda wa maziwa makuu au Grand Lake. Leo ni tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Tunakusogezea taarifa hizi, na hivyo tunakuomba ikiwa ni mara yako ya kwanza kuweza kututembelea, usiweze kusahau kuweza kusubscribe, kushare na kuandika hapo kwenye comment section habari au utujuzi unatufuata ukiwa eneo gani, iwe ni ndani au nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye taarifa zetu kuu za siku ya leo tutaweza kuzungumzia kuhusu wapiganaji 13 wa Twirwaneho, Red Tabara na M23 wameweza kujisalimisha kwa vyombo vya usalama vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia tutakuwa katika eneo la Uganda ambako Generali Muhoozi Kainerugaba ameweza kutangaza nia yake ya kuweza kugombea na katika nafasi ya urais mwaka 2031. Na tutarudia tena katika eneo la Kivu Kusini ambako mgogoro wa uongozi wa FBDC-ML Justin Monga ameweza kukataa kuondoka katika madaraka yake na kukataa kabisa. Na tutaweza kuzungumzia habari zingine kutoka humo tu ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi baki na Kivu News Info ili uweze kupata taarifa hizo za habari. Mimi ni Leta Pepele ambaye nitakutangazia habari hizo. Tuunganishe habari zetu tukiwa ndani ya Kivu Kusini ambako wapiganaji wa Twirwaneho ambao wanashirikiana na Red Tabara pamoja na jeshi la Rwanda wameweza kujisalimisha wakiwa ni 13 katika mikono ya vyombo vya usalama ambavyo ni jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoshirikiana na wazalendo. Tukio hilo limeweza kutokea katika nyanda za juu za eneo la Fizi wakati ambapo operation za kijeshi zilikuwa zikiendelea katika maeneo hayo. Kwa mujibu wa msemaji wa operation ya Sukola 2 Sud Kivu, Luteni Rege Mbui Kalonji ameweza kusema wapiganaji hao walijisalimisha katika maeneo ya Abala, Mulima na Kimete kufuatia operesheni zilizofanywa za kijeshi katika maeneo hayo. Baada ya kujisalimisha, wapiganaji hao 13 waliwasilishwa mbele ya kamanda wa operesheni ya Sukola 2 Sud Kivu, Kanali Michel Apoko Bangala. Jeshi linasema kuwa kati ya wapiganaji hao watu 10 walipelekwa katika kituo cha amri kwa ajili ya kuanza mchakato wa ujenzi upya wa kimaadili, hatua iliyolenga kuwasaidia walioacha silaha kuanza maisha mapya na kurejea katika jamii. Hata hivyo, wapiganaji wengine watatu waliweza kufika wakiwa wagonjwa. Jeshi linaamua kuwahamishia katika kituo cha afya ili kupata matibabu. Taarifa hii inakuja wakati hali ya usalama katika nyanda za juu za Fizi inaendelea kuwa ya wasiwasi kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha, operesheni za kijeshi zinazoendelea kati ya maeneo hayo. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linasema kujisalimisha kwa wapiganaji hao ni sehemu ya juhudi za kurejesha amani na usalama katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Miongoni mwa waliojisalimisha ni kijana mmoja kutoka katika jamii ya Banyamulenge ambaye alikuwa mwanachama wa kundi la Twirwaneho. Kujisalimisha kwake kunaweza kuonekana kama ishara kwamba baadhi ya wapiganaji wameanza kuchagua kuachana na mapigano na kurejea katika maisha ya kiraia. Wakati huo huo, mmoja wa wapiganaji hao wa zamani ametoa wito kwa wanachama wengine wa M23 kuacha mapigano na kuacha mapigano ya kutumia silaha na kuchagua njia ya amani. Amesema ni muhimu kwa wapiganaji kuachana na silaha na kutoa nafasi kwa juhudi za kutafuta amani katika eneo hilo.
Kwa ujumla, FARDC inaona kujisalimisha kwa wapiganaji hao 13 kama hatua inayoweza kuchangia katika juhudi za kurejesha usalama katika nyanda za juu za Fizi. Jeshi linaendelea kutoa wito kwa wapiganaji wengine wenye silaha kuweka chini silaha na kujisalimisha, huku likisisitiza umuhimu wa kurejea katika mchakato wa amani. Hiyo ndiyo taarifa kutoka Sud Kivu kuhusu kujisalimisha kwa wapiganaji 13 ambao wanatajwa kuwa waliwahi kuwa sehemu ya M23 Twirwaneho na Red Tabara katika nyanda za juu za Fizi. Tuelekee basi katika nchi jirani ya Uganda ambako mwana wa rais anajulikana kuwa Muhoozi Kainerugabo ameweza kutangaza nia yake ya kugombea urais mwaka wa 2031. Nchini Uganda, Jenerali Muhoozi Kainerugabo, mtoto wa Rais Yoweri Kaguta Museveni na mkuu wa jeshi ya Uganda, ametangaza rasmi nia yake ya kugombea nafasi ya urais katika uchaguzi unatarajiwa kufanyika katika mwaka wa 2031. Muhoozi Kainerugabo amesema anapanga kuingia katika kinyang'anyiro cha urais baada ya kipindi cha uongozi wa baba yake Rais Yoweri Museveni ambaye amekuwa madarakani tangu mwaka wa 1986. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, Jenerali Muhoozi amesema anapata uungwaji mkono kutoka kwa baba yake, jambo ambalo linaongeza mjadala kuhusu mustakabali wa uongozi na uwezekano wa mabadiliko ya madaraka nchini Uganda. Tangazo hili limeweka wazi zaidi mipango ya kiraisi ya Jenerali Muhoozi Kainerugabo ambaye pia anaongoza majeshi ya Uganda. Hatua hiyo imeibua tena mjadala kuhusu suala la urithi wa kisiasa nchini humo, hasa kuhusu nani anaweza kumrithi Rais Museveni baada ya muda wake wa uongozi. Museveni amekuwa kiongozi wa Uganda tangu mwaka wa 1986 na mjadala huo kuhusu urithi wake umekuwa ukijitokeza mara kwa mara katika siasa ya nchi. Kwa sasa tangazo la Muhoozi limeongeza umakini kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Uganda kuelekea uchaguzi wa mwaka wa 2031. Hivyo basi, jenerali huyo Kainerugabo ametangaza nia yake ya kugombea urais wa Uganda mwaka wa 2031, huku akisema anaungwa mkono na baba yake Rais Yoweri Museveni. Tangazo hilo linatarajia kuendelea kuchochea mjadala kuhusu mustakabali wa uongozi na mchakato wa succession nchini Uganda. Tunaendelea na habari zetu tukiwa katika eneo la Kivu Kusini ambako hali ya mgogoro wa uongozi wa FPDC-ML umeweza kuibuka baada ya kiongozi wake Justin Monga kusimamishwa, na hivyo mgogoro huo ulikuwa ndani umeweza kuibuka kati ya uongozi huo wa Force des Patriotes pour la Défense du Congo na Mouvement de Liberation ambao kwa kifupi inajulikana kama FPDC-ML nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa kitaifa wa kundi hilo Justin Monga Mashakele amepinga vikali uamuzi wa kusimamishwa kwake, akisema hatakabidhi madaraka. Katika barua yenye tarehe 9 Aprili mwaka huu iliyowasilishwa kwa mamlaka mbalimbali za kiraia, za kijeshi na kiusalama katika mkoa wa Kivu Kusini, Justin Monga alipinga hatua ya kinizamu iliyochukuliwa dhidi yake na mratibu wa FPDC-ML Ngoi Ngelwa Mao. Justin Monga amesema uamuzi huo wa kusimamisha ni matumizi mabaya ya madaraka na kwamba hawezi kuwa na nguvu ya kisheria. Kwa mjibu wa msimamo wake, akirejea katiba na kanuni za ndani za FPDC-ML, ni mkutano mkuu wa shinikizo hilo unaokutana katika mfumo wa kongamano pekee wenye mamlaka ya kumchagua au kumuadhibu rais wa kitaifa. Pia anapinga utaratibu uliotumika kumchukulia hatua hiyo, akisema
hakuitwa kwanza kwa mahojiano wala kupewa nafasi ya kusikilizwa kabla ya uamuzi huo kuweza kufanywa. Hatua hiyo kwa mujibu wa Justin Monga inapigana na kanuni za ndani za FPDC-EML. Rais huyo pia amekanusha tuhuma zote zilizotolewa dhidi yake, zikiwemo ndani ya usimamizi mubaya wa taasisi, matumizi mabaya au ubadhirifu wa fedha, ukiukwaji wa maadili pamoja na uongozi wa hadharani na ugomvi wa hadharani. Amesema tuhuma hizo ni madai isiyo na ushahidi wa kutosha na ambayo yanaweza kumchafulia jina tu. Katika hatua nyingine, Justin Monga amemtaka Ngoi Ngelwama au kuondoa uamuzi wa kumwondoa madarakani ndani ya muda wa saa 48. Amesisitiza kwamba ataendelea kutekeleza majukumu yake kama rais wa kitaifa wa FPDC-EML licha ya uamuzi wa kusimamishwa. Wakati huo huo, ameonya kwamba endapo hatua hiyo haitabatilishwa, yuko tayari kuwasilisha suala hilo mbele ya kamati ya nidhamu ya ndani ya FPDC-EML pamoja na mahakama. Kwa sasa mgogoro huu unaonyesha mvutano mkubwa ndani ya uongozi wa FPDC-EML, huku pande zinazohusika zikitoa msimamo inayokinzana, huku mamlaka ya kusimamisha au kuondoa rais wa kitaifa ikiendelea. Tuelekee maeneo ya Ruchuru ambako mtu mmoja ameweza kuuawa na abiria wake kadhaa waweza kutekwa katika shambulio la usiku. Hali ya usalama imeendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini baada ya mtu mmoja kuweza kuuawa na abiria kadhaa kutekwa katika mashambulizi yaliyofanyika usiku wa Jumapili kuelekea Jumatatu tarehe 24 Agosti mwaka huu 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi hayo yaliweza kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ya groupement za Kisigari na Binza katika eneo la Ruchuru. Mashambulizi hayo yanadaiwa kufanywa na watu wenye silaha ambao hadi sasa hawajaweza kutambuliwa. Tukio hilo lilizua hofu kubwa miongoni mwa wakaaji wa maeneo yaliyoathiriwa. Katika kijiji cha Katale kilichopo karibu na Rumangabo kwenye barabara inayounganisha Goma na Ruchuru, gari ilikuwa ikitoka Ruchuru kuelekea Goma iliangukia katika shambulizi la kuvamiwa. Kwa mujibu wa mashahidi, wakati washambuliaji walipofyatua risasi, dereva wa gari hilo alipigwa risasi. Alijeruhiwa vibaya. Licha ya hali hiyo, alifariki katika eneo la tukio kutokana na majeraha aliyopata. Baada ya kuua dereva huyo, washambuliaji walichukua abiria kadhaa na kwenda nao katika maeneo ambayo hadi sasa hayaweza kufahamika. Idadi kamili ya watu waliotekwa bado haijaweza kujulikana. Familia za abiria hao na wakaaji wa eneo hilo wanaendelea kusubiri taarifa zaidi kuhusu mahali walipo na hali yao. Tukio hili limeongeza hofu miongoni mwa wasafiri wanaotumia barabara ya Goma kuelekea Ruchuru ambayo ni njia muhimu kwa usafirishaji wa watu na bidhaa katika eneo hilo. Wakati huo huo, katika groupment ya Binza, milio ya risasi na silaha nzito imeweza kusikika katika vijiji vya Mkwenda na Kinyandoni. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, watu wenye silaha walifanya mashambulizi dhidi ya maeneo yanayodaiwa kudhibitiwa na waasi wa M23. Baada ya mapigano na kubadilishana risasi kwa muda, washambuliaji hao wanadaiwa kujiondoa na kuelekea katika maeneo ya vichaka. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya watu waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo ambayo iliweza kujiri. Pia haijaweza kuthibitishwa rasmi iwepo kuna hasara nyingine za mali au kama watu wamekimbia makazi yao kutokana na mapigano hayo. Mashambulizi hayo yanatokea katika kipindi ambacho hali ya usalama katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini bado ni tete, huku makundi yenye silaha yakiendelea kuwa na tishio
kwa usalama wa raia. Kwa wakaaji wa Ruchuru, matukio kama hayo yanaongeza hofu na kutishia shughuli za kawaida za maisha na za biashara pia na usafiri. Hizo ni taarifa za habari ambazo tulikuwa tunakuandalia kutoka katika maeneo haya ya Ruchuru, ambako hali inaendelea kuwa mbaya na hivyo mambo inaendelea kuharibika kutokana na mashambulizi ambayo yanazidi kujitokeza kati ya vikundi vyenye silaha vikiendelea kushambulia raia ambao hawana hatia yoyote. Tutaendelea kujuza endapo tutapata habari nyingine.